Amen. Barikiweni sana wanakwaya. Wameimba vizuri. To appreciate. Serving the Lord is good. So nasikia nimeheshimika sana kuwa hapa na ningetaka kushukuru Mungu sana na kushukuru uongozi wa hii kanisa tukianzia na our provost for this chance, leaders, leaders and everyone including all the members. Bwana Yesu asifiwe. Na sitajitambulisha tena maana tumeambiwa. The only thing nataka kuadd ni kuambia kwanza niko nyumbani maana mimi pia nimelelewa kwa kanisa la ACK. Na niliokokea nikiwa brigadier na bado nakumbuka it was seek, serve and follow Christ. That ilikuwa motto. You see the motto? Yes, that is, I still remember that. And nashukuru Mungu kwa maana ametuwezesha na ametupe challenge kwa kila kitu tumesomea na kila mahali huko tukaweze kumtangaza. Kwa hivyo nilicommit saikolojia yangu kwa Mungu ili aweze kunitumia ili watu wa Mungu wakaweza kuponya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nimeokoka na Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. So wakati niliambiwa nitaongea kuhusu loss and grief ama kupoteza na kuomboleza, nilikaa nikafikiria mambo mingi sana. Na nikakumbuka ya kwamba kuna watu wengi sana wanaomboleza mambo mingi na wengine hata hawajui. Because wakati watu wanasema about kuomboleza, watu hufikiria kwamba kuomboleza tu ni wakati umepoteza mpendwa through kifo. Lakini ningetaka kukuambia over and above that, kupoteza tunapoteza vitu mingi sana kwa maisha. Kuna mtu aliyepoteza mpendwa wake, yes, through kifo. Kuna mtu aliyepoteza mpendwa wake maana alitoka akamwacha. Kuna mtu aliyempoteza ndoto zake. Wengine walipoteza kitu inaitwa uzima wa mwili. Kuna watu tu waliambiwa na daktari kutoka leo utaishi ukikunywa dawa. Wengine wakaenda wakafanya operation, kitu kutoka kwa mwili katolewa. Wengine wakaambiwa kutoka leo itabidi tukutoe one of the organs of the body. Wengine alikuwa tu mjamzito lakini hakuweza kubeba mpaka mwisho, akaenda akaambiwa sasa itabidi tukusave, tukuokoe, lakini lazima tutoe mtoto. Na watu wengi hawakukuwa na chance ya kuomboleza. Maana kulingana na venye tumelelewa tunafikiria kuomboleza lazima ni mtu amekufa, tunagadha, tunapeana maua, tunamzika, tunaimba. Kwa hivyo kuna mambo mingi sana ulipoteza kwa maisha, lakini labda siku ya leo haujawahi jua hiyo inaitwa kupoteza. Unakaa unajiuliza ni kwa nini nina huzuni mingi? Maana labda wakati watu wana celebrate birthday unakumbuka mtoto wangu angezaliwa siku kama ya leo. Lakini hakuna mtu alikwambia hii ni loss. Kwa hivyo siku ya leo nataka mind yetu iende mbali, isikue tu ni kuzika mtu. Lakini pia kuzika mtu, it takes a very big role in our lives. Wengine ni ndoto zao wakiwa wachanga, labda wakati ulilelewa ukigrow, kuna mambo yaliyotendeka kwa familia yenu yenye haikuwa mzuri sana. Labda mzazi wako alitoka akakuacha, maana maybe kuna kifo ili happen, lakini wakafikiria wewe ni mtoto. Mambo hiyo yote ukiangalia ni jambo inayokupe stress every day. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo tukiongea about loss tunasema ni kupoteza. Nayo grief tunasema ni lugha ambayo moyo unaelewa. Grief ni lugha ambayo moyo inaelewa. Kwa hivyo moyo unaweza kuwa inadhoofika sana, iko na uchungu, na mtu anakuuliza how do you feel? Unasema hata siwezi explain. Maana leo unakaa ni kama uko salama, kesho unalia sana, siku hiyo ingine unasikia hutaki kuona mtu, siku hiyo ingine unasikia hata hutaki kwenda kazi. Hiyo ni lugha ambayo moyo unaelewa. Kwa hivyo tunaongea about loss and grief, ni kupoteza na kuomboleza, lugha ambayo mwili inaelewa. Kwa hivyo siku ya leo tulisema kupoteza ni event, loss is an event, but grief is a process.
Kupoteza ni jambo lenye linatendeka kwa maishani. But grief, hii lugha haieleweki siku moja. Ni process, ni kitu moja inachukua siku kadhaa, miezi kadhaa, wengine miaka kadhaa. Kwa hivyo tusikue tunajiharakisha, tusikue tunajihukumu wakati hii safari inakaa ni kama imekuwa refu kidogo. Ni vizuri tujipenda na tuseme bado ni safari. Labda unaweza taka urudie useme bado niko kwa safari. Bado mrudie kidogo, bado niko kwa safari. Kwa hivyo usijihukumu sana. Ningetaka kusema uchungu wa kupoteza inaweza uma sana. Lakini uchungu uliopoteza na hakuna mtu alijua ulipoteza, ama hakuna mtu alikuja ku acknowledge pain yako akakusaidia, inaweza kuuma forever because inakwama kwa roho yako na haujawahi process. Haujai fikiri, haujai hata leo, labda siku leo ndio umejua kumbe wakati nilipoteza kazi, hiyo ni loss. Kumbe wakati nilipoteza jina, nilikuwa ninafikiria mimi nitakuwa mtu mkubwa kwa maisha, nitanunua nyumba. Sasa miaka imeendelea na ninaelekea retire, na ni kama ninaendelea nyumbani, unaanza kudhoofika. Na ningetaka kusema as we do this, try to remember, jaribu kukumbuka mambo yote ulikuwa nayo. Mambo ilikuuma, lakini maana kuna mtu aliyetufunza how to move with it, tukaficha mahali na tukasonga. Tunasema kila kitu usipo process, grief usipo process, inakuwa mahali inakungoja hapo mbele. Itangoja tu wakati uko umerise kwa career yako, inakuhit. Itangoja maana umeingia kwa ndoa, katikati inakugonga. Siku moja utaapia ukiwa sawa kabisa, but siku ingine unalia na unashangani kwa nini siko salama. Watu wengi siku tulienda labda kusaidia watu wenye walikuwa wamelose wapendwa wao, tukaenda mazishi tukifikiria tu tuko sawa, ukajipata unalia kuliko mwenye ulipeleka. Ukajipata uko na uchungu umetoka, kumbe hiyo time ndio grief yako imetokezea hapo, maana yako haukuwa process. So today ningetaka tuitane mkutano na nafsi yako, ujiite mkutano na nafsi yako, tuambiane itabidi to face kitu inaitwa grief. Na as I do this, tuko na ruhusa, maana tulisikia somo like kila kitu iko na wakati wake. Kila kitu ina wakati wake. Most of the time how tunafikiria like ukiprocess grief ni kama unakosea Mungu, ni kama hauna amani na Mungu, ni kama hauna imani na Mungu, ni kama bado umekuwa losing faith. But the Bible has reminded us that there is time for everything under the sun. You are not wrong. Haujakosa. This is a season to mourn. Kwa hivyo ukikaa, jaribu kukumbuka. Today I came to remind you that what you went through was loss. Na ilikuwa ina deserve what we call grieving. Kwa kazi yangu ambayo Provost amesema, nimekuwa nikifikiria na nikiona, maana tumebuild for many years, nimekuwa nikiangalia patterns zenye watu wamekuwa wakienda nazo, na when I go back, that is why I'm very passionate about families. Nina realize mambo mingi yanayotendekea jamii zetu ni maana hatukuwahi recognize pain na hatukuwahi enda through the grief. Unapata mtoto wako salama, watu wanapendana sana kama familia, kama couple, lakini unasikia kesho hawako pamoja. Unaona tu mtu ako kazi ana rise in the career, wakati ako peak unasikia ameresign na maisha yake imeanza kwenda chini. Unasikia tu mtu ako salama, alikuwa anapenda Mungu, alikuwa naimba, but kitu ili happen tu hivi akapotea na hataki kusikia Mungu ametajwa. Unasikia familia mlipoaga kwa heri mpendwa wenu, familia fulani mnakana, ningetaka mpeleke mawazo yenu nyumbani. Kuna familia since yenye walizika mpendwa wao hawajaiongeleshana, na wakati mnajaribu kuongea kuna hasira sana zinapanda, mpaka unajiuliza kulienda aje. It is good to know that these people are not doing, hawana makosa. Ni pain
na grief wamekwama kwayo. Bwana asifiwe. Na so tukifanya hivi, jiulize hizi maswali, angalia familia yenu, angalia kanisa, ili tuweze kusaidiana, kushikana mikono. Maana Mungu ametuita kwa hii jambo ya restoration. Mungu ametuambia kama brethren ama wapendwa, tushikane mikono, maana wakati atakuja anataka kusema, how well were you doing? Did you hold your sister's hand? Maana we are accountable of each other. And so nikiendelea tu na kazi, one thing that ni realize is that unspoken pain shapes lives. Na kenye haikuwahi processiwa tunapeleka kwa the next generation. Na ningetaka kuexplain further that unajua uchungu yenye haujawahi process, it has a way of going to the next generation. Some of us tuko na machungu, tuli-inherit, tulirithi mauchungu kutoka kwa wazazi wetu na hawakuwaijua. Maana labda walienda through abandonment, wengine walienda through a lot of pain, na hawakujua ya kwamba they needed to deal with their grief. So sisi tukalelewa kwa environment. Mumesikia nina work na kitu naitwa nest. Nest basically ni familia. I refer a family as a nest. Maana kwa hii nest nikiota, hapo ndipo watoto wanaanguliwa, wana grow, na hapo ndio wana thrive. Tuna believe kwamba kwa hii nest, kama hii environment ni good enough, mtoto akishatoka akona what we call resilience for life, ama ataweza kujishikilia kwa mambo yote atakayopatana nao kwa maisha. Na kwa hivyo ningetaka kuuliza, imagine kwenye ulizaliwa, na kama nest ama kwenye uko sahi, uko na mapain, because what we said is grief, it does not come as grief. It shows up in different ways. Grief ingine ita show up as bitterness. Ingine ita show up as anger. Mwingine ata mask na what we call a smile. Na mutasema, hey, huyu anako very strong. Na najua tushaambiana hivyo kwa mazishi. Tumeenda mazishi tunasema, hey, huyo mtu amekuwa strong, na kutoka hapo tunamlabel strong, na tunataka show up the following day kanisa kazi, maana alikuwa strong. But the reality is, never judge grief na face. It has a way of hiding in different ways. Na kwa hivyo ni realize wakati inajihide, inatokelezanga kwa different areas. Because tulifunzwa wakati umepoteza mpendwa wako, tulifunzwa between hapo wenye wanazikana like 7 or 6 days. Tuko na mambo mingi ya kufanya. Kuna nguo za kushonwa, wengine tunakimbia kwa tent. And so people don't take time to process during that time. Na wakati watu wote wameenda, tunabaki kwa uchungu. Na because hakuna time ya kuprocess, maana pia mfanyikazi, wewe ni umeajiriwa mahali, unafaa kukimbia kazi, before you know it, unafika mahali unajiuliza, what happened? Is it me who buried my parent? Is it me who buried my... And that is where so many of us are losing it. So wakati tunaenda through hii jambo, kama wapendwa, always remember, you need to sit and explore this, and you need to see, tunakaa tunajiuliza, grief, nina need kuji-express. Na wakati unaji-express, una realize you're able to tell it as it is. Na kwa hivyo tuli realize one thing, that in Proverbs 13:22, maana ni maandiko about what we inherit and what we give to our children. Zaburi 13:22, sorry. A good man leaves inheritance for his children's children. A good man. Remember one thing, that this time round, whatever is not processed, you also hand it over. The pain that has not been processed, it goes back to the next generation. Kwa hivyo unaipeleka kwa generation ingine. Na sasa hii mwezi wenye tumepewa na kanisa to process mental health, let us take chance and say, tunataka ku break the cycle of pain, na tuanze cycle inaitwa ya wellness na health, so that watoto wetu watarithi utu wema na uponyaji. Nilirealize 4 things. That unprocessed pain, one of the things that it does, it breaks families.
How does it break families? If you never, maybe ukigrow kuna pain ulikuwa nayo, na wakati uliolewa ama ukaoa, haukuwa process. That pain keeps on coming out. It keeps on coming out. And unafika mahali unapata spouses are not even aligning. Unaongea hivi, anasikia hivi. The more unasikia hivi, the more unasikia machungu. The more unasikia machungu, so inafika mahali you cannot get along. Na ningetaka kuambia only 5 stages, because tuliambiwa vizuri this Sunday we want to understand loss and grief. Kuna stages 5 nataka kumention. Stage ya kwanza tunaita mshtuko na kukataa kuamini. Inaitangwa shock and denial. Wakati loss ina happen, is it loss ya job, loss of a loved one, loss of that pregnancy, loss of identity? Wakati ulienda hospitali ukaambiwa na daktari ni kama tutakuweka kwa hizi dawa forever, the first thing body yako ilikwambia haiwezi kuwa inatendeka kwangu. It is okay to feel that way. It is okay to feel that way, maana kitu ya kwanza ni body yako ina respond. Stage ya pili, wakati ukweli inaanza kusink, unakuwa na hasira mingi sana. Na hasira ya kwanza unajiuliza, Mungu nilifanya nini? Wengine wanaulizaka daktari na benye tulimlipa, kwa nini hakufanya kazi yake? Wengine wanasema ama brother yangu ule mkubwa ndio alikosa. Wengine wanasema ama ni sister yangu. Wengine wanasema na wewe kwa nini ulikubali ukaenda? So it is okay to feel that way. Please never usikawai sikia umehukumika. Hiyo process inakwambia ni process. Tunasema ni process. Remember tulisema grief sio stage, ni process. Akili zako zinatoka hapa zinaenda kwingine, unaanza kujiuliza. Stage ya 3 unafika mahali inaitwa hisia za hatia na huzuni. So it is first of all unaanza na kufeel guilty, inaitwa bargaining. Ni penye unajiuliza aje, ni nini sio kufanya? Ni nini daktari hakufanya? Ni nini ingine ningeongezea? Unafika mahali unaanza kujihukumu. Na hakuna kitu mbaya maishani kama kujihukumu. Mtu anaweza kuhukumu na usimame ujitetee, lakini ukishajihukumu unaambia roho yako ume give up. Na hapa ndio watu wengi sana tumekwama kwa losses. Daktari alikwambia hivi na wewe umekataa kukubali, umesema ni nini sio kufanya? Ni maombi gani si kuomba? Mungu, kwa nini familia yangu? Na unakaa mahali na unaanza kureplay moments, unaanza kusema ni nini hiyo singefanya hiyo time. All these are stages. Na najua kwa kila siku ulishajipata kwa hapo, ulijiuliza. The only problem tuko nayo wapendwa ni kutaka kupata majibu. Wakati uko kwa stages of grief, do not concentrate on the answers. It is a process. Help me tell your neighbor, it is a process. Na hii ni safari. Mwambie hii ni safari. Ni sawa kujiuliza maswali. So, stage ya 4 inaitwa depression ama sadness. Wakati umejiuliza hiyo maswali yote na hauna jibu, hapo ndio unapata, na ni vizuri sana tuelewane hapo. Angalia familia yenu, kanisa na kila mahali. Wakati mtu alifika hapo, alikuwa so active, anaanza kujitoa kwa watu. Alikuwa anapenda sana kazi yake, anaanza kukosa kwenda kazi. Mwingine alikuwa familia yenu ndio alikuwa anapanga mikutano, hata hakanyangi. Wengine anaangalia spouse wake hivi anasema I think I don't need you in my life. It is a process. Na kwa hivyo kama jamii, kama familia, kitu moja ningewasihi. Wakati mtu amepoteza mpendwa wake ama ni wewe mwenyewe, tafadhali wakati tunaenda kuwatembelea, tupunguze kupeana majibu. It is okay to sit down, kuwasikiza, waongee like Job and his friends, maliza, enda nyumbani. You can give a hug, ama uketi, just the ministry of presence. Maana wakati unaona mwenzako anasononeka sana, tunapenda sana kupeana majibu, si ndio? Tunapenda kukuonyesha venye ni Mungu alisema ni wakati wake. Wengine wanataka kukuonyesha
usijali, huyo Mungu aliona aende, maana alikuwa mgonjwa sana. Nani alikwambia mwenzake walikuwa wamechoka na yeye? Ati Mungu aliona ako na uchungu sana, akampumzisha. Usijali, wao hawakuwa wamechoka na mtu wao. Kwa hivyo wakati tunajibu tunaweza umizana, lakini wewe unakuwa innocent. Kwa hivyo wakati tunaenda kucomfort watu, just go sit over the ministry of presence. You can intercede for the family in your heart, but just go be there with them. Maana hapa kwa sadness and depression, hapa ndio watu wengi wanajitia kitanzi. Ukishafika mwisho uone dunia nimekuwa hopeless, this is where we are avoiding watu wafike. Ya mwisho ni acceptance, but we say kabla tukubali, na kukubali sio dhambi. Watu wengi husema sitaki kukubali maana ninaonyeshana sikuwa nimependa mwenzangu. Ningetaka kusema hivi, kukubali ni kusema ameenda, but kuna kitu amenipea kwa maisha, alinionyesha njia za Mungu. You choose to remember good things and memories. You choose kukumbuka Kenya alikuonyesha njia ya Mungu. There is always something good you can remember. Unamrelease, unaachwa na good memories. The difference in this grief cycle it is how you receive it. Na ningetaka kusema hivyo, si lazima zifuatane hizo tano. It is okay one day you wake up in the morning, after 1 year you lost your loved one, unaamka asubuhi moja unapata unalia, ni sawa. Allow yourself to grieve. Maana as long as the journey is progressing, cycle inaendelea, healing itafika. But wakati tunakwama kwa sadness, hapo ndio inafika mahali tunakuwa tunahadharisha mwili yetu na our health. Kwa hivyo wakati mambo ina happen, hii yote inatendeka, ni sawa. Tunasema ukaiona mtu ako na hasira mingi na alipoteza mwenzake, tafadhali usimjudge. At times tunakuanga haraka sana kujaji mtu. Since so and so apoteze, ako na hasira, hataki kutuona, bado ana grief. Na ni vizuri, just hug the person. Just be there for them. Let them talk, but listen to them. At times kutakuwa na mashida kwa familia. Now you know the patterns. Because grief, tunaweza kujua grief because of what we call the patterns. Look at the patterns of the marriages. Look at the patterns of the way you are parenting. Kama wewe ni mzazi, unaweza pata siku moja uko na hasira sana na watoto wako. Tafadhali kuwa mpole, ujiambie, najua nimeumia moyo, lakini Mungu nisaidie. Na ndio maana siku ya leo nimekuja kusema hivi, ni vizuri tufike mahali to acknowledge pain yetu. Maana we are coming soon to talk about healing. But you cannot heal from a pain you have not acknowledged. Ama hauwezi pona kutoka kwa kitu yenye haujui. So nimekuja tu kuambia kitu moja, you take your time, jiulize ni nini nilipoteza. Ni nini niliyoipoteza kwa maishani? Pain zingine haukuambia mtu, lakini siku ya leo ningetaka ukumbuke hiyo ni pain that is valid, that needs to be processed. In the processing, that will take you back to your relationship with God, your relationship with individuals na wale watu wengine. Uhusiano wako utaweza kuwa sawa, na uhusiano wako na mwenyewe pia utarudi kwa sawa. Na so only 3 things nataka kwa request this week. Jiulize ni nini hiyo sijawahi jua ni pain. Uandike. Wa pili, ujiulize ni nini kwa familia yetu hatuongeagi about, because hiyo kitu hamtakaki kuongea kwa family, it could be the source of pain. Wengine labda kuna mambo ili happen tukigrow na hatukuwaijua, but your family always avoids that discussion. You need to talk about it so that you pen it down. Ya tatu, jiulize ni nini hiyo inakaa ikijirudia. Labda nikienda mahali mazishi ninalia sana na sijui ni nini na happen. Labda nikiona mtoto tu akikimbia hivi najipata ninalia. Kumbe kuna mtoto ulilose na haukuwahi jua, haukuwahi process. Labda mzazi wako alitoka akakuwa burden. So today you feel pain ukikumbuka venye ulikuwa abandoned. Some of us are parenting out of pain, all over protection. Unaambia mtoto wako hata mimi niliachwa, hata unaweza jipanga. Wengine una overprotect because of the pain that we inherited. But the Lord is calling us because He's close to the brokenhearted. Praise the Lord.
The good thing with us who believe in the Lord, we don't grieve as people who don't know the Lord. But we need to acknowledge the pain. Na ningetaka kuwa challenge. Chukua the challenge yenye uko nayo. Ambia Mungu, these are my pains. Nimerealize nimekuwa na mauchungu na brother zangu. Mtu aliongea, kuna mtu alikuja labda kukuencourage. Akaongea kitu ukambeba hata hakuwa anajua. And on behalf of people who came to comfort you but caused a lot of pain, I am really sorry. Bwana asifiwe. I am sorry on behalf of that person who told you it is the Lord's will. I want to acknowledge this on their behalf and say, I am sorry on their behalf. But take it to the Lord in prayer. Let us take our pains to the Lord so that He's coming, He will be able to come and heal our pains. As we do that, we shall walk healed. We shall be able to go back to the healing. But we have to acknowledge. Today was about making you know the pains and the losses that you are going through. I came also to normalize grief. It is okay not to be okay. Mwambie ni vema kutokuwa sawa. Ambia ni bako, ni sawa kutokuwa sawa. Si ndio hiyo Kiswahili? Ni sawa kutokuwa sawa. Ni sawa kukulia. Ni sawa kulia. I know we are coming from a place where some of us culturally tuliambiwa machozi inafaa kuingia ndani, si ndio? But let me tell you, it is okay to be sad because it is a process. Tulisema grief is a process, and once this process imekatiziwa ndio inaleta kitu inaitwa depression. Unaona watu wanafanya mambo yenye tumekuwa tukijionea kwa mtandao, but ni sawa kutokuwa sawa. Ni vizuri kuuliza maswali. Tukishamaliza kuuliza maswali yote, tukumbuke David tumesomewa katika somo. David alifika mahali akauliza, kwa nini chakula changu kimekuwa machozi? Why are you downcast, oh my soul? David was a man after God's heart, but he went through grief. Muliona akisema hivyo, kwa nini ninasona na kwa nini imekuwa ndio chakula changu? Na ni vizuri waambia Mungu, nimekupenda, nimekuserve, nimekutumikia, mimi watu wanajua na ni kwa nini. Hata David alisema, hata watu wananiangalia wananiuliza, Mungu wako you wapi? Lakini I want to tell you, usikai fikiria umeenda through what you have gone through because you are a sinner or because you don't love the Lord. There are things that are hidden. The Lord says it is His. But because we are mortal man, Mungu alituambia kitu moja. Though we walk through the darkest valley, He promised to be with us. And so I came here to give you hope. Even as you go down through the week, ukiacknowledge kusema mambo yenye nilipoteza na sikuwahi jua, ukiziandika, ujue ukiandika, kunaye mwenye anapeana hope. Kuna mwenye anaangalia anasema, nitakushika mkono. Nitatembea nawe kwa giza kuu kama la kaburi la maiti. Akasema nitawalk na wewe through. Na ukishamaliza hapo nitakurestore. I know very soon we'll be talking about healing and restoration, but I want to pray. Even as you write down, may the Lord give you the strength. Na ukiandika usikie unataka kulia, ukumbuke tumesema ni sawa kutokuwa sawa. Na ni sawa kusikia ni kama utaki kuongea. But ukimaliza hapo tutafika mahali ya acceptance ama kukubali na kusema nitaishi bila mpendwa wangu na nikumbuke mema aliyonitendea. But because we love the Lord, He is never far from us. He is close to the brokenhearted. Imagine the Lord says, I am close to the brokenhearted. Alijua at some point you'll feel alone. Uta experience loneliness, deep emptiness. That's why He said, I am close to the brokenhearted. Ako karibu na wenye waliovunjika moyo. Na ningetaka siku ya leo even ufunge macho tuombe, tukumbushe Mungu ya kwamba ametupa ahadi ya kwamba atakuwa nasi wakati tumevunjika moyo. Father, we want to thank you this afternoon. You have promised to be with us in our weaknesses, Lord. You have promised, Lord, that you are close to the brokenhearted. Father, we want to acknowledge our pains this day, oh God. Some pains that we have carried along the way. We didn't know, Father, that they were so painful because we never acknowledged them. As Lord, we sit and try to acknowledge the pain we have gone through,
We pray that you may be with us. We cannot handle this alone. Holy Spirit, help us. Be near to us, Father. Jesus, you have promised to be with us. Walk with us. In our brokenheartedness, Lord, be with us. Be our lights. Help us that we shall not succumb into this grief. But Father, we shall be healed because you are our Lord. For it is in Jesus' name we believe and trust in the holy name. Amen. Thank you very much.